wakikubaliana na wewe, wengine wakikatana na wewe, na kusudi la Mungu lionekane kwa wewe, kuonekana umesimamisha nini? Utakatifu. Kwa kusimama kwako imara, kuonesha hata nyinyi wote mkaamua kutembea uchi, mimi siwezi badilisha msimamo wangu na ye. Hata kama mtaniambia watu wa namna hiyo hawafai kuingia kwa hii kampuni yetu akivaa hivi, kama utaendelea kukujanga umevaa hivyo, basi kazi itaisha. Waone ukiwaambia manager basi kazi iishe, lakini ushirika wangu na Mungu ubaki kwa umesimama. Hao ndio watu Mungu anatafuta. Yaani mtu aone kitu cha dhamana duniani kushinda Mungu. Hata kama kazi zitateketea, hata kama utasimamishwa kazi, familia yako ihangaike, hata kama nitaacha kazi, maisha yazirudi kuwa ya taabu na kilio, basi ni sawa, lakini mbele ya Mungu tusiachane. Vya ulimwengu vyote vitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Yesu akasema, Mathayo ngapi? Yaani Yesu analiheshimu neno lake. Analiheshimu. Hii maandiko iko hapa. Yeah, miss, wait. Mathayo 24. Neno lake halitapita kama. Mathayo 24 kuanzia 35. Mathayo 24 mstari wa 35. Nilikuwa tuanzia 32, lakini pointi yangu, neno ambayo Yesu ameliweka ndani yangu ni hilo: mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halipiti kamwe. Tuko hapo wote? Andika nasema mbingu na nchi zitapita. Mbingu na nchi. Mathayo 24:35. Mbingu na nchi zitapita. Mbingu na nchi zitatoweka, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Yaani Yesu analiheshimu neno lake. Yaani Yesu anaambia wanadamu, hii yote mnaiona, uzuri wote wa ulimwengu huu, huo wote utafanya nini? Yaani utapita, lakini neno niliyolinena halitakoma wala halitapita. Ndio maana akasema mbingu na nchi. Yaani auonesha ni kama tu wingu wa mvua, inakuja na inapita. Jua inakuja na inapita, lakini neno halibadiliki. Tangu kuumbwa kwa dunia hata leo, kizazi cha leo, injili mitume walihubiri, watu wakabadilika. Ndio hata leo Yesu anafunulia watumishi wake walioko siku ya leo. Yaani neno ambalo kina Ibrahimu walihubiriwa ya kutoa bila kuangalia hali iko namna gani, hata leo ndio Yesu anahubiri tu. Yaani Yesu anaambia, kama uko tayari kutembea na mimi, kuwa tayari kuachilia hata huu mwili ambao umeuvaa, uachilie kwa ajili ya jina lake. Kwa hivyo nina mtazamo wa kuona Yesu akitubariki na neema ya kuunganikia mahali petu rasmi pa kuunganikia. Hivi baadhi yenu